Jahazi TV. Kama ni mwanzo hapa Zanzibar kuna mikoa mitano, sababu tumesema tunazianzisha kwa mikoa. Mkoa mmoja tu wa Mjini Magharibi ndio ambao ulikuwa na master plan. Mikoa iliyobaki yani Unguja kusini na kaskazini na Pemba kusini na kaskazini zilikuwa hazina master plan. Na tunapozungumzia master plan unakuwa ni mpango mkuu. Mpango mkuu ule utapanga hapa pataka kilimo, hapa pataka masuala ya misitu, huku utakuwa na makazi. Lakini katika hayo makazi, kwa mfano eneo la makazi, pia itakuwa na kwenda detail. Hapa patakuwa pamekaa nyumba, hapa patakuwa pamekaa hospitali, hapa kutakuwa kumekaa shule, hapa kutakuwa, lakini ili uende detail lazima upate mpango mkuu. Kwa hivyo mpango mkuu huu kama tulivyosema kwamba hii minne ambayo iko katika matayarisho wa Unguja wa Zanzibar ambao wa Mjini Magharibi, huu tumesema tufanye review, kwa sababu kama tulivyosema kushavamiwa. Kwa mfano nitoe mfano moja, eneo la Selema ambalo lipo magharibi hapa, nini eneo limepangwa kwa ajili ya kilimo na lina rutuba, tunajua sote lina rutuba, lakini kwa sasa hivi utakuta kuna watu mle wamo hata si kidogo, na wameshakaa pale, wameshazaliana wengi. Kwa hiyo tumesema tukireview, ina maana sasa serikali ichukue hatua sasa ya kuhamisha lile eneo baki salama. Kama watu walipofidia, na itabidi walipofidia kwa sababu wamekaa muda mrefu, tuwahamishe ili bakie eneo la kilimo libakie la kilimo. Kama tumesema eneo hili la msitu libakie la msitu. Sisi hatua ambayo tunachukua ni kukataa maombi ya uhaudishaji, na pili zungumza kwa upande wetu, kwa sababu uhaudishaji unakwenda hatua kwa hatua. Na hata sheha akituambia eneo hili pengine ikasema nimeliruhusu, sisi tukiangalia huku kuna eneo la msitu ambalo liko ndani ya master plan. Kwa hivyo sisi tunakuwa tunamwambia tu sheha kwamba sisi wewe umeruhusu, lakini sisi tunaona bado ile eneo ni la msitu. Kwa hiyo ni kwa upande wa, nimetoa mfano tu, lakini kwa kurejea swali lako, kwa upande wa Pemba kuna mradi wa Big C wa World Bank ambao wao ndio wanatengeneza master plan ya Pemba, ambao kwa sasa hivi 16% washakwenda na ripoti za awali zimeshakuja. Pemba kwa mikoa yote miwili, kwa upande wa kaskazini Pemba, lakini pia kwa upande wa mkoa wapi wa kusini Pemba watakuwa na Big C na wanaendelea. Lakini kwa upande wa Unguja, na baada ya kuona kule, kwa sababu Big C imeanza zamani, mradi wa Big C na tumeanza kama miaka 4 nyuma. Lakini kwa upande wa Unguja tu, baada ya kupata mradi mpya huu wa Laris ambao wa mfumo wa ardhi, tukasema hawa sasa, wakati tuna lengo la kwamba ku review master plan ya Mjini Magharibi na Pemba tayari zimeshapata mradi, kwa hivyo tuje kwa Unguja. Kwa hivyo tukawapa mradi wa yani kaskazini Unguja na kusini Unguja. Kwa hivyo huku utatekelezwa na mradi wa Laris, ambao huu nao ndo kwanza umeanza, maana yake katika leo utekelezaji wake. Wa Pemba kidogo uko kwa sababu 16%, lakini huu kwa sababu taratibu za kifedha zinaendelea, lakini huku sisi wataalamu tumeshajipanga kwa masuala mbalimbali kwa ajili ya ule mradi uanze. Kwa kuanza huku Unguja uko kwa hatua, tukizungumza Unguja kidogo bado uko chini, lakini Pemba tayari consultant upo site na anafanya kazi na kutuletea ripoti. Hivi sasa tunasubiri ripoti ya pili, kwa sababu ripoti za mwanzo zimekuja, bado ripoti za pili. Mradi huu wa Laris tukimaliza masuala ya fedha, tutakuwa tunaendelea na kutekeleza hiyo master plan. Lakini kwenye database tunaangalia kwenye ripoti yetu ya miaka mitano, tulikuwa tuna miradi tuna migogoro kama 430, lakini tumesolve kama 320. Kwa hivyo tumebakia kama 100 na kidogo tu ambayo tunaendelea nayo kwa upande wa hii. Na kama ninavyozungumza, migogoro ya ardhi haiji wizara ya ardhi peke yake. Kwa hivyo kuipata database yote ina shida, kwa sababu mahakama ya ardhi inakwenda, mahakama kuu inakwenda, wengine wanakwenda wilayani, naishia huko mkuu wa wilaya, kwa sababu bado ana mamlaka ya kusuluhisha watu wake katika kesi mbalimbali ikiwemo ardhi. Hana tu mamlaka kumwambia we ardhi yako hii chukua ambayo haina mtu, hiyo mamlaka hayo hayapo. Lakini kwa kuwasikiliza wananchi, naye pia anakuwa anasikiliza.
Kwa hivyo mimi nizungumze kwa upande wa wizara, kwa sababu wizara na kamisheni na mahakama, kwa sababu mahakama huwa tunapata mawasiliano, imekuja kama 400 na lakini kama 300 na imewekea kidogo tu, na kwa kweli kasi inapungua, na hii inasaidia sana kutoka na hii utoaji wa elimu, kwa sababu tulipoanza kuanza wizara ilikuwa kuna makelele mengi. Hii sisi hata hatuiti kama migogoro, tunaita kama kutofahamiana tu, sisi tunaita kama ni kutofahamiana, kwa sababu sasa hivi nazungumza pengine hata katika mambo ya mirathi, ndugu kwa ndugu wote wanakuja pale na tunawasuluhisha. Pengine yani ndugu kaka mtu kauza kiwanja, mdogo mtu hakumwambia, baba yake kishafariki, lakini sasa hii tunaambia nendeni kwanza wakfu tujue warithi ni nani, alafu tena mtakuja tena huko. Kuna mke na mume, kuna yani mazingira yanakuwa ni ile mazingira kutofahamiana, lakini asilimia kubwa masuala ya manunuzi ya ardhi, ununuzi ule wa ardhi ndio unaleta changamoto kubwa. Sasa ingine mimi nawaambia kwamba kama mtu kanunua hamjafahamiana, akija kwenye kesi tunaambia kamtafika nini, katafute pesa umlipe pesa zake. Kwa sababu ushachukua pesa zake, umekwenda pengine ndio kama nilizungumza, kuna double allocation, pengine kishauzwa kiwanja kile mara 3, kwa sababu dalali wanauza sana ardhi. Kwa hivyo wewe mnunuzi ndio tunakwambia usinunue mpaka ujiridhishe, kwa sababu kucontrol inakuwa ni, kwa sababu unakwenda kununua. Ukienda kununua hakikisha kwamba ile eneo umelifanyia uhakika wa makusudi. Watu wanasema due diligence ya uhakika, vinginevyo utakwenda tu kuingia kwenye mashaka. Kwa hivyo migogoro tunayo, lakini tunakwenda nayo, lakini sisi zaidi, nazungumza tena, wizara ni usuluhishi zaidi. Mahakama ndio yenye mamlaka moja kwa moja kusikiliza migogoro na kutolea. Sisi tunasuluhisha, lakini ikitushinda tunakwambia tushakusawazisheni sana, tuna mambo mengi ya kufanya, tunataka kwenda kupima, tunataka kwenda kufanya mipango mbalimbali ya ardhi, hatuna kusikiliza nyinyi kila siku, nendeni mahakamani. Kwa hivyo kwa upande wa wizara ni hiyo database yetu kwa wizara, lakini mahakama nyingine wanaendelea na kusikiliza na kwenye wilaya. Lakini hii mipango miji kwa kweli sikumbuki hiyo uliozungumza, tulioingia mkataba ambao naukumbuka kwa sasa hivi inawezekana ndio huu wa Laris, lakini kwa sababu tuliingia makubaliano ya kiwizara technical nyuma kidogo kama miaka miwili, inawezekana ni nakumbuka ilikuwa Madinatul Bahri. Lakini sasa mradi huu uko kwa upande wa wizara mkataba wake, lakini pia kuna mkataba unaohusiana na masuala ya fedha ambao Mheshimiwa Rais alishuhudia umetiwa saini hivi karibu na mwisho katika kipindi hichi tunachokumalizia ili kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hivyo bado uko katika masuala ya kifedha, lakini sisi bado kwa sababu taarifa tunazipata kwamba karibu mradi ule utaanza. Kwa hivyo sisi matayarisho, kwa sababu ashakuja, tumeshawakabidhi mpaka ofisi, tumeshaainisha hata maeneo ambayo yatajengwa hivyo vituo. Huo ndio ambao naukumbuka mwingine, lakini pengine kutokana na muda ambao umesainiwa unaweza kaukumbuka, lakini bado ni huu. Lakini una pande mbili kama nilivyozungumza kwamba kuna upande wa technical, lakini pia kuna upande wa financial. Nafikiri yako tayari. Fidia pale nakumbuka kama 580,000 mwingine 480 kwa yule mtu ambaye wamepewa pale ya miaka miwili. No, kwa mtu kwa mwezi. Kwa mwezi. Nakumbuka milioni 14 wamepewa kwa mwaka kwa zote. Ili panga hesabu hiyo sasa hiyo milioni 14 nafikiri 500,000 kwa zile nyumba za fidia zile, na milioni 10 kwa zile nyumba za nyumba. Kwa hiyo kuna kama nilivyozungumza, kuna aina mbili. Kuna nyumba ambazo ni za fidia ambazo za kimwenyewe mtu anamiliki, uweza karithi au kapewa fidia, lakini kuna nyingine hizi ambazo tumewapa sisi, tumewakodisha tayari. Kwa hivyo kuna milioni 10 na 14. Kwa hivyo sasa hapo unagawa kwa hii miaka miwili. Na tuwashukuru tayari wananchi wengi washakuja kuchukua mikataba yao na wanapokea hizo fedha. Ikaji kulikuwa kuna kazi kidogo, lakini alhamdulillah tunakwenda nao, kwa sababu ni kwa kweli mafanikio makubwa. Na zile nyumba ukiangalia tena kwa kweli hazipaswi tena kuishi watu, lakini tena ndo
ndio hali ya maisha. Lakini kabisa sasa tuwaombe na tumekubali, kwa sababu nyumba zile lifespan yake ni miaka 50, inakwenda karibu miaka 60, kwa sababu zile zimejengwa 1966. Angalia miaka ambayo tunaishi wananchi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie salama, tufanikiwe huu mradi, isije katukiza tatizo lingine, kwa sababu hata makaro sasa hivi hata ukizibua leo kesho unasikia kwenye mawio karo limefanya nini, kwa sababu halikubali tena. Na pengine nyumba zile, pengine nyumba ilikuwa naishi watu wawili, wameoana, wamezaliana, pengine na wajukuu mle. Kwa hivyo sasa hivi wale watu wenyewe wa kazi wamekuwa ni wengi, na kuna wengine Jahazi TV.